ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amewakilisha Rais Samia OSP. Na katika michezo na burudani, Yanga Soccer School mchakato waweza kukamilika kwa siku ya leo na bingwa kuweza kupatikana katika michuano ambayo waliweza kuandaa. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza taarifa zetu, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 11 wakuu wa nchi za serikali ya Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi na Pascan SPA uliofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Spopo kilichopo jijini Maroba nchini Guinea ya Ikweta. Katika ufunguzi wa mkutano huo, salamu za viongozi mbalimbali zimesisitiza umuhimu wa hitaji la kufanya mageuzi ya kitaasisi na kimfumo kuwezesha Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi na PASC kukabiliana na changamoto zinazokabili dunia kwa sasa, ikiwemo migogoro ya kisiasa, vita pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi. Vilevile, ufunguzi wa mkutano huo umeweka mkazo kwa nchi wanachama kutoa michango kwa wakati ili kufanyia taasisi ya OSPS kujijenga kifedha na kuwa sauti huru kwenye jumuiya ya kimataifa. Pia msisitizo umewekwa katika kutumia vyema rasilimali watu ambao ni bilioni 1.5 waliopo katika jumuiya hiyo. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Nkumba amesema wakati wa mwaka 2026 ni mwaka muhimu maalum kwa kuimarisha mahusiano ya watu kwa kati ya China na Afrika, akisisitiza kuwa ushirikiano huo sasa unapanuka zaidi ya diplomasia ya viongozi na kujikita kwenye huduma za wananchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kambi ya matibabu ya bure na ushauri wa kitabibu iliyoandaliwa na Kituo cha Biashara na Usafirishaji cha Afrika Mashariki, Profesa Nkumba amesema kuwa hatua hiyo ni kielelezo cha utekelezaji wa dhana ya mahusiano ya moja kwa moja kati ya wananchi wa pande hizo mbili. Huu mwaka 2026 ni mwaka ambao China na Afrika tunaadhimisha kitu kinaitwa kuimarisha mahusiano ya watu kwa watu. Huko zamani mahusiano yetu mengi yalikuwa ya kidiplomasia. Mahusiano ya kidiplomasia ni mahusiano ya kati ya viongozi na viongozi wa nchi nyingine. Tunakwenda kuimarisha zaidi hayo, yanaenda kujumu, lakini mahusiano zaidi ya kibiashara, lakini hasa kihuduma vile vile. Kwa hiyo leo ni kielelezo halisi cha kuimarisha mahusiano ya watu na watu katika nchi zetu mbili. Na kwa sababu tunashukuru sana timu hizi mbili ambazo zimekuja, walianzia Zanzibar na leo wapo hapa, na kwa ukubwa wa huduma ambazo wanazitoa, kwa sababu wanatoa huduma vipimo tena vikubwa, ultrasound, ECG, acupuncture, hiyo wanaita wenyewe, sijui Kiswahili chake nini, lakini wamekuja na wataalamu, madaktari bingwa magonjwa mbalimbali, moyo, magonjwa ya kupumua, magonjwa ya kina mama, watoto na kadhalika. Lakini washukuru wananchi kwa kujitokeza kwa wingi sana. Nimepita kutembelea kule, nimeona daktari mmoja ameshaona watu 30, lakini nimeambiwa mpaka wanamaliza kesho wanatarajia kukutana na watu 1000. Ni jambo kubwa sana. Wakina mama, akina baba, wazee kwa vijana, watu wazima, kila aina ya watu wamekuja kupata huduma hizi. Tunawashukuru sana. Leo si tuko hapa kwa ajili ya hafla ya kibiashara tu, ni siku ya huduma. EACLC inapenda kutumia fursa hii kurudisha fadhila kwa jamii yetu inayotuzunguka. Tunaamini kuwa biashara inayostawi lazima iende sambamba na jamii yenye afya na inayowezeshwa. Na mpango wa leo ni kielelezo cha ahadi hiyo. Huduma hizi za matibabu zinazotolewa bure leo ni zaidi ya kutoa matunzo tu. Ni kielelezo cha heshima kwa zaidi ya nusu karne ya urafiki wa kimatibabu kati ya China na Tanzania.
Kupitia juhudi hizi tunalenga kuimarisha kifungo hiki na kuhakikisha kuwa urafiki wa China na Tanzania unatililika kwa muda mrefu na kwa kina. Aidha, lazima nitoe shukrani zangu za pekee kwa Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji. Tunakushukuru kwa kazi yako ya palichoka katika kukuza mazingira wezeshi ya uwekezaji na biashara nchini Tanzania. Mazingira haya tulivu na rafiki ndiyo yanayowezesha sisi kama taasisi kutimiza vyema wajibu wetu kwa jamii na kuchangia kwa dhati katika ustawi wa watu. Naitwa Zuhura Omba Mohamed, ni mkazi wa Ubungo. Nimeifurahia huduma yetu tuliyoletewa ya vipimo bure na tumeenjoy, na tunamwomba Mungu atujalie na siku nyingine endelee kuja. Tumenufaika na ipo, tumekuja wengi na inafahamika kabisa kuwa huduma ilikuwa ni nzuri na tumetibiwa haraka na wengi wamepata huduma na wamefurahia. Bali mwenyewe pia nimefurahia. Naitwa Shaban Said Msumi. Huduma zao wewe mwenyewe unavyojieleza ndivyo wao wanavyokuchukulia, na niseme tumshukuru pia Mheshimiwa mbunge na rais wetu Mama Samia, lakini mkuu wa wilaya pia yupo hapa tangu asubuhi, akiona mzee amesinzia anamuinua anampeleka. Kwa kweli nashukuru sana. Tukiangazia kunako taarifa nyingine kuhusiana na wanawake wa TANROADS mkoa wa Mbeya wametoa msaada wa kifaa cha kupumulia chenye thamani ya shilingi milioni 2.8 katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mbeya, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za afya kwa watoto wachanga hususan wanaozaliwa njiti. Taarifa Upendo Kibetile kutokea mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Kuna maambukizi kwa kitaalamu inaitwa bacterial infection kwenye njia ya uzazi ya mwanamke, hali inayopelekea chupa inapasuka mapema kwa mtoto anatolewa akiwa njiti. Aidha, Msuko amebainisha kuwa zaidi ya 90% ya vifo vya watoto wachanga vinatokana na matatizo ya upumuaji. Hivyo kifaa hicho kitasaidia kuokoa maisha ya watoto hao na kuboresha huduma zinazotolewa hospitalini hapo. Changamoto za upumuaji zinachangia vifo kwa watoto kwa zaidi ya 90%. Kwa tunaona moja kwa moja hii mashine inaenda kupunguza hilo gap kubwa la vifo vya watoto wanaopatikana na changamoto za upumuaji. Tunashukuru Umoja wa Wanawake TANROADS Mbeya kwa kuguswa na kutupatia mashine aina ya CPAP inayoitwa Vayu. Mashine hii itatusaidia kuweza kutoa huduma kwa watoto wachanga wenye changamoto za upumuaji. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wanawake TANROADS mkoa wa Mbeya Sildi Sanga akaeleza lengo la kutoa kifaa hicho, huku wakitoa wito kwa jamii na wanawake wengine kuwatembelea watoto njiti. Tumeonelea wanawake pamoja na wadau kusupport kitengo cha watoto njiti kwa kuleta mashine inaitwa CPAP Value yenye thamani ya milioni 2.8. Kwa kutoa kifaa hiki, lengo letu kubwa lilikuwa ni kuokoa mtoto njiti, mtoto ambaye anazaliwa pengine hata kama sio njiti, lakini anazaliwa anakuwa na matatizo ya upumuaji. Kwa hiyo tumetoa hiki kifaa ili kiweze kusaidia na kuokoa yule mtoto ambaye pengine angefariki kwa kukosa huduma ya hiki kifaa. Napenda kuasisitiza wanawake wa maeneo mengine wasibezi sana kwa watoto yatima au kwenye vituo vya kulelea watoto, lakini pia waje waangalie na watoto njiti. Hao watoto ni wanapitia changamoto kubwa na changamoto nyingi sana. Tunashukuru wahandisi wanaume katika ofisi yetu ambao pia wamekuwa mchango mkubwa katika kufanikisha swala hili la kuweza kununua kifaa hiki kwa ajili ya matumizi ya kupumulia watoto ambao wamezaliwa kabla ya wakati. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV na tulionayo usiku huu. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili waomba kibali cha kuajiri. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Johannes Michael. Mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Dr. Delina Kimambo amesema hospitali hiyo inahitaji kupewa kibali cha kuajiri madaktari bingwa wabobezi subspecialist ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa wataalamu. Tupate undani wa taarifa zaidi. Dr. Delila ameeleza kuwa
Kwa muda mrefu Muhimbili imekuwa ikiomba kibali hicho ambacho kitasaidia kuboresha utoaji wa huduma na kupunguza mzigo kwa wagonjwa katika hospitali hiyo ya rufaa ya taifa, na amebainisha kuwa iwapo hospitali itapatiwa kibali cha kuajiri moja kwa moja itasaidia kudhibiti idadi ya watumishi kulingana na mahitaji halisi na hivyo kuongeza ufanisi na kuimarisha huduma za kibingwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuiwezesha hospitali ya taifa Muhimbili pia kupungukana na hii changamoto ya kuwa na madaktari ambao hawatimii, tumekuwa ni kilio chetu tukikiomba kwa muda mrefu kwamba tupewe nafasi ya kuajiri especially hizi subspecialty na kujaribu kucontrol hii namba ambayo uliona kwenye zile slide zangu zilizopita kwamba kunakuwa na kada nyingi probably ambazo hazitakiwi kuwepo kwenye National Hospital. Kwa hiyo tukipata ajira kibali cha kuweza kuajiri sisi wenyewe tunaweza tukafanya hii vema zaidi, na kuna baadhi ya sekta hapa nchini zinafanya hivyo, lakini bado zinaendelea kusimamiwa na utumishi, na inahakikisha kwamba hii National Hospital inaendelea kusimama as an engine for excellence, innovation and transformation. Na tukiangazia kunako taarifa nyingine kuhusiana na kaimu mkuu wa kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira halmashauri ya Kondoa DC Ramadhani Hamis amesema matumizi ya majiko ya nishati safi yanawezeshwa kwa wananchi hususan wanawake wajasiriamali yameanza kuzaa matunda kwa kupunguza utegemezi wa nishati chafu kama kuni na mkaa, jambo ambalo limeleta mabadiliko chanya. Tupate undani wa taarifa zaidi. Akizungumza katika zoezi la kugawa mitungi ya gesi kwa wajasiriamali wa wilaya ya Kondoa, amesema majiko ya nishati safi yanayowezeshwa kwa wananchi hususan wanawake wajasiriamali yameanza kuzaa matunda kwa kupunguza utegemezi wa nishati chafu kama kuni na mkaa. Kwa hiyo hii kupitia elimu hiyo na ugawaji majiko imekuwa kama hamasa kwa kina mama kuweza kujiingiza katika au kuvutiwa katika matumizi ya nishati safi. Lakini pia tumekuwa tukisisitizia matumizi sahihi ikiwemo kuyatumia, kwa sababu unakuta ni asilimia chache wanachukua majiko lakini wanarudi kwenye matumizi ya mkaa. Haya mengine wanayaweka lakini wakiwa hawajatumia au baada ya kutumia gesi baada ya kuisha hawatumii. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu kwa kushirikiana na wenzetu wa Jeshi la Zimamoto Kondoa kuwapa elimu juu ya faida za matumizi ya nishati safi. Kwa upande wake mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano amesema taasisi hiyo imetoa mitungi 50 ya gesi tia mpango wa uwajibikaji kwa jamii, huku mitungi mingine 50 ikitarajiwa kusambazwa kwa walengwa katika maeneo mbalimbali yenye uhitaji. Kama serikali tunaenda kwenye maeneo kwa ajili ya kuhamasisha ikiwa ni sehemu ya sisi kurudisha kwa jamii. Kwa hiyo sisi sio kama sehemu ya utekelezaji wa majukumu yetu, kwa tunakuja leo kama sehemu ya kurudisha kwa jamii ama CSR, tukifanya kwa wanawake wajasiriamali wanaopatikana ndani. Kwa maana leo tumekuja katika halmashauri ya mji na katika halmashauri ya wilaya ya Kondoa kwa ajili ya zoezi la ugawaji wa mitungi takribani 50. Sisi tulikuwa tumenunua mitungi 100, lakini kwa bahati nzuri naweza kusema katika kutafuta idadi ya wale ambao wanastahili kupatiwa mitungi hii, kwa sababu tunatafuta wanawake wajasiriamali, tukapata wanawake 50 kutoka kwenye haya maeneo yote. Kwa tuna mitungi mingine 50 ambayo itagawiwa kwenye maeneo mengine kulingana na uhitaji na makundi ya watu ambao tunalenga. Baadhi ya wanufaika wa majiko hayo wamesema awali walikabiliwa na changamoto za kutumia kuni na mkaa, lakini sasa majiko ya gesi yamekuwa suluhisho la changamoto hizo. Wanufaika hao wameiomba serikali na wadau mbalimbali kuendelea kuunga mkono juhudi hizo ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Ila ombi langu pia huduma hii ya nishati safi iendelee kutolewa hadi kila kaya iweze kutumia huduma hii, kwa sababu ni muhimu kwa ajili ya afya na uchumi pia. Asanteni sana. Kwa kweli pia mimi namshukuru sana Mama Samia kutujali sisi wakina mama, kwa sababu tunakutana na changamoto nyingi sana wakati tunapofanya biashara zetu au tukiwa manyumbani kwa ajili ya matumizi ya mkaa na kuni. Kwa kweli ilikuwa inatupa changamoto sana. Pia mimi natoa shukrani zangu kubwa sana kwa Mama Samia, aendelee kutujali sisi wakina mama. Pia mfuko wa
wa mawasiliano kwa wote UCSAF imeweza kutoa msaada wa majiko ya gesi takriban majiko 100 kwa wajasiriamali ambao wanapatikana hapa Kondoa mji na Kondoa wilaya. Nikiripoti kutoka Kondoa, mimi Musa Nangari, Sky TV. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, tunapata mapumziko mafupi, kisha tutakaporejea moja kwa moja nitakupeleka kunako viwanja mbalimbali kuweza kujua ni kipi ambacho kimetokea kwa siku ya leo ama matukio gani ambayo yameweza kujiri. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Karibu tena mtazamaji, na sasa moja kwa moja tunaelekea kunako viwanja mbalimbali kuweza kujua ni nini ambacho kimeweza kutokea kwa siku ya leo. Timu ya programu ya kuendeleza vipaji ya TDS chini ya miaka 17 wameifunga Fountain Gate penalti 3-2 na kuibuka mabingwa mashindano ya Yanga Soccer School finali iliyochezwa kwenye uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam, ambapo mchezaji bora wa mashindano ya Yanga Soccer School kutoka timu ya TDS Hassan Kizimba baada ya kubeba kombe mbele ya Fountain Gate. Wakati huo mkurugenzi wa M1 Leo Mendezi ambaye ndiye mdhamini wa mashindano ya Yanga Soccer School, huku akisema kuwa kupitia mashindano hayo watapata vijana 10 watakaojiunga na Yanga Soccer School kwa ajili ya kuweza kuendeleza vipaji vyao, ambapo wataweza kufanikiwa kujiunga na Yanga Soccer School. Michuano ni mizuri, sana, na pia sisi tulipata taarifa
sio kwamba tujiandaa sana, hapana, ila tukasema basi kituo chetu kipo Tanga, tukasema kwamba sisi tunataka tuchukue ubingwa ili watujue kwamba Tanga kuna kituo kizuri kubwa. Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, maana ndio mweza yote katusaidia malengo yetu. Sasa hivi tumechukua ubingwa, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ni kweli Fontaine ni timu nzuri, ila kwa sisi tukasema sababu mara jana tuliangalia na tuliwasoma tukajua madhaifu yao wapi, sema ndio hivyo tu leo nisema hivyo, lakini kikubwa sisi tuseme ni timu yetu ni nzuri, na kingine kipa wao mimi namsifia. Kipa wao amefanya vizuri sana. Afanya vizuri sana. Na kimsingi kila mtu ama kila mfanyabiashara ama kampuni ukiwa unaweza kuwa na ubia ama mkaweza kushirikiana na club kama hii ambayo ni club kubwa, ni jambo la kujivunia, na mkaja kutengeneza hii project ama mkaja kuwasaidia vijana ambao wako. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda ameahidi zawadi ya shilingi milioni 20 kwa afisa maendeleo ya michezo ambaye atafanikiwa kuwa na michezo 20 itakayofanya vizuri kwenye wilaya yake. Makonda amesema hayo siku ya Machi 8 mwaka 2026 wakati akifungua kikao kazi cha 16 cha maafisa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo kwenye ukumbi wa ASCC jijini Arusha, huku akisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kufufua vipaji vya vijana, kuwezesha kiuchumi, kuitangaza nchi kimataifa. Kwenye upande wa michezo duniani kote, michezo iliyosajiliwa yenye mashirikisho inayotambulika iko zaidi ya 2000. Maana yake tukiamua kucheza mchezo mpya kila siku, itatuchukua mpaka miaka sio chini miaka 4 mpaka 5 kurejea kwenye mchezo wa mwanzo. Yaani tukiamua leo tucheze mpira wa miguu, ili turudie tena mpira wa miguu sio chini ya miaka 4. Tafsiri yake nini? Tuna uwezo wa kuwa na michezo 4 mpaka 5 kwa siku moja, na mwaka mzima tukacheza hivyo. Nimekuja kuwaomba leo, sio tumeonana jamani? Nimekuja kuwaomba mwakani tutakapokutana, angalau kwenye wilaya yako una michezo isiyopungua 20. Natafuta 10% tu. Natafuta 10% tu ya michezo yote. Maana yake mwakani tukifanikiwa, angalau kwenye kila wilaya tuwe tumeamsha hali na morali na kusukuma michezo isiyopungua 20. Na afisa michezo atakayefanikiwa kufanya hilo, tutampa zawadi na kumtambua kama mshindi wetu. Na tukikwea pipa moja kwa moja hadi kimataifa, ambapo Inter Miami wameanza mazungumzo ya kumsajili Casemiro kwa uhamisho wa bure majira ya kiangazi. Mchezaji huyo ambaye aliaga rasmi kwamba msimu ambao utafuata hatakuwa miongoni mwa kikosi cha Manchester United. Mazungumzo yanaendelea huku ofa ya awali tayari imetolewa, na sasa uamuzi huo uko mikononi mwa Casemiro ambaye kwa sasa anaonekana kuvutiwa kuhamia ligi ya MLS ya pale nchini Marekani. Casemiro anavutiwa na mradi wa Inter Miami wenye nyota kama Lionel Messi pamoja na maisha ya jiji la malengo ya klabu hiyo. Hata hivyo, kiungo huyo wa Brazil pia ana ofa kutoka vilabu vya Ulaya na Saudi Arabia, hivyo uamuzi wake wa mwisho ndio utakaye kwenda kumamua kwamba ni timu gani ambayo atakwenda kujiunga nayo msimu ambao utafuata.
Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndio mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini moja kwa moja na kupeleka kunako utabiri wa hali ya hewa kwenda kutazama ni nini ambacho kitajiri kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Habari za Jumapili ya leo, na naomba nikukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi. Wakati upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Rukwa pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja maeneo ya magharibi mwa nchi yetu yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua nyepesi, vipindi vya jua pamoja na mvua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Na mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Ruitana. Tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Ulimwengu wa Habari, tupate muhtasari kidogo wa tuliokuwa nayo usiku wa leo. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amwakilisha Rais Samia OSP. Na katika michezo, klabu ya Young Africans yaweza kukamilisha mchakato wa Yanga Soccer School ambapo kikosi cha TDS kimeweza kutoa ubingwa huo. Mtazamaji, nafikia tamati katika Ulimwengu wa Habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, mimi ni Johannes Michael, naendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Sky International TV, na uwe na usiku mwema.